Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mohamud Thabit Kombo, kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, walitoa taarifa kuhusiana na ushirikiano baina ya Tanzania pamoja na Jumuiya ya Umoja wa Ulaya. Hatua hizo zinakuja iko ni miezi michache tangu ambapo Umoja wa Ulaya walipochukua hatua ya kusitisha misaada pamoja na mikopo kwa serikali ya Tanzania kufuatia ukiukwaji mkubwa ulioitwa katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 pamoja na matukio mengine mengi ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Kufuatia hatua hiyo ya usitishwaji wa mikopo pamoja na misaada kwa Umoja wa Ulaya, serikali ya Tanzania ilitafuta juhudi za kuhakikisha kwamba inarejesha upya uhusiano wake. Na siku za hivi karibuni, Mohamud Thabit Kombo pamoja na viongozi wengine waliochaguliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walionekana katika mazungumzo na viongozi wa Jumuiya ya Ulaya. Kufuatia hatua za hivi karibuni za serikali ya Tanzania kufufua upya uhusiano wake na jumuiya hizo za kimataifa, wanaharakati wameibuka na kuzungumza. Martin Malanje amesema watoto wa dawa wamewapigia magoti mabeberu. Mkiwa hapa mnajipiga vifua kwamba mnaweza kuendesha serikali bila fedha za mabeberu, wakati huo mnawatumia wawakilishi kupiga magoti kwa mabeberu kuomba mpewe msaada wa fedha US dola milioni 156. Hamwezi kuendesha mitikasi bila misaada. Wiki hii serikali ya Tanzania ilimtuma mwanadiplomasia wake wa juu zaidi, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mohamud Thabit Kombo, kwenda jiji la Brussels, Ubelgiji, kwa ajili ya kufanya mazungumzo na maafisa wakuu wa Umoja wa Ulaya. Mikutano hiyo iliwahusisha makamu wa rais wa EU na mwakilishi mkuu wa mambo ya nje na sera ya usalama Kaja Kallas, makamu wa rais wa bunge la Ulaya Yunus Omarjee na kamishna wa EU anayeshughulikia ushirikiano wa kimataifa Joseph Sileka. Pendekezo la bunge la Ulaya kuzuia US milioni 156 za fedha za maendeleo zilizotengwa kwa Tanzania ilitokana na ukiukwaji wa haki za binadamu, ukandamizaji misingi ya kidemokrasia na vurugu za baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025. Ingawa uamuzi huo haukuwa na nguvu ya kisheria, serikali ya Tanzania ilipinga vikali uamuzi huo kuzuia msaada huo kupitia ubalozi wake huko Brussels, Ubelgiji, ikishutumu bunge la Ulaya kwa kutegemea zaidi masimulizi ya upande mmoja. Mpango Annual Action Plan AAP unatakiwa kuzingatia mapungufu ya kidemokrasia na haki za binadamu. Wabunge wa bunge la Ulaya walieleza misaada ya Umoja wa Ulaya haipaswi kusaidia au kufadhili mamlaka katika ukiukwaji wa demokrasia. Badala yake, wabunge wa bunge la Ulaya walitaka fedha hizo za mpango wa AAP kuelekezwa upya kama msaada kwa asasi za kiraia, watetezi wa haki za binadamu, waandishi wa habari na makundi huru, wakizingatia vikwazo kwa maafisa wanaohusika. Palamagamba Kabudi alikuwa sehemu ya ujumbe wa Tanzania uliokwenda kupiga magoti. Pia alikutana na kamati ya siasa na usalama wa Umoja wa Ulaya, chombo cha ngazi ya mabalozi kinachohusika na kuunda sera za mambo ya nje, usalama na ulinzi wa Umoja wa Ulaya. Kuzuia fedha hizo za misaada US milioni 156 kuna athiri miradi ya afya, elimu na nishati. Ulaya bado ni chanzo kikuu cha mapato ya utalii kwa Tanzania. Tanzania imesisitiza kwa Umoja wa Ulaya itashughulikia mambo yote yaliyotokea baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025. Kombo aliwahakikishia maafisa wa EU Tanzania itaendelea kushirikiana na EU huku ikifanya taratibu za kitaasisi za ndani na matokeo ya tume huru ya uchunguzi iliyoanzishwa ili kubaini sababu za baada ya uchaguzi wa Oktoba 25.